kanisa la mwisho. Sasa ili kanisa tunaloenda kulisoma sasa ndio hali yetu sisi, ndio kanisa ambalo na sisi tupo mpaka Yesu anapokuja. Tabia za kanisa letu sisi mpaka Mwanga Msufini, tabia zetu ndio zinaonekana hapo, kwa sababu hii ni tabia ya kanisa la mwisho kabla ya unyakuo. Baada ya hili kanisa hakuna kanisa lingine, ni unyakuo. Umeelewa? Kwa hiyo watu wengi walioko hapa Mwanga Msufini na watu wengi walioko kwenye makanisa mengi sasa tabia zao zinafanana na kanisa linaloitwa Laodikia. Sasa msomaji wangu yuko wapi? Twende kwenye hili kanisa. Wapendwa, kama kuna wakati utakiwi kumuiga mtu mwingine anavyoishi ni wakati huu, kwa sababu kwenye kanisa hili la nyakati za mwisho watu wengi wamegaili safari. Melo ni hatari. Tusomee mtumishi wa Bwana, tusomee mstari wa 14. Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Shahidi, yeye ni shahidi aliye mwaminifu, akikushuhudia ushuhuda wake ni wa kweli. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Ndio. Na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Na yajua matendo yako. Moja ya sifa la kanisa hili tulilopo, matendo yetu. Hili ni miongoni mwa makanisa ambayo umesikia lile kanisa la kwanza tumesema halikukemewa chochote, si ndivyo? Ni pongezi 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 pongezi. Hili Laodikia halikuwa na sifa nzuri hata hii, hata moja. Hebu soma kwanza kabla sijaanza kufafanua. Na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Amen. Amen. Hujaelewa? Sasa tuanze mwanzo nikuchambulie. Wewe ukiona angalia hivi unaweza kufikiri kama ni shwari sana. Tuanze mwanzo wa hii. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Hiyo ndio hali ya kanisa la kweli la sasa, si ndivyo wapendwa? Kanisa hili moja ya sifa yake kwenye theology wanasema hili ni kanisa la ukafiri. Ni kanisa la ukafiri. Ni kanisa la ukafiri. Ni kanisa la watu kuikana imani ya kweli.
linaanzia mwaka 1900 mpaka unyakuo. Hali yake ni vuguvugu. Ni hali ya Wakristo wengi siku hizi, wanapenda mambo ya dunia, lakini pia na Yesu hawataki kumwacha. Bwana atusaidie sana. Yani hali yetu sisi, jamani, hali yetu sisi, sema hali yetu sisi. Yani hatupendi sana kukaza sana mambo ya rohoni, kukaza. Lakini pia kanisani sio vizuri ukawa uendi hata chechi. Unajua yani angalau unajua uwe unaenda chechi, lakini unajua chechi, unajua sio vizuri kwa hauendi kabisa. Sasa si ndio hali yetu? Ni hali ambayo Mkristo akiombewa hivi visipotiki anaenda kwa mganga, si ndivyo? Ni hali ambayo mzee wa kanisa anaweza kawa muuza baa, ana baa, si ndivyo? Mzee wa kanisa la Tanzania Assemblies of God ana baa. Mzee wa kanisa ana wake wawili. Yani hawataki kabisa kuacha kabisa mambo ya Mungu. Yani hatutaki kabisa. Yani eti tuache kabisa eti tuache kabisa hata kuja chachi chachi. Unajua chachi ni kuzuri. Haleluya. Lakini pia na mambo yale ya dunia, unajua tuko duniani jamani. Haleluya. Tuko duniani humu duniani jamani. Unajua ni muhimu ujifunze kuwa flexible. Uwe flexible, usikakamae sana. Unajaribu kuwa social. Yani ni kanisa ambalo halitaki kusama sana. Dada mmoja anatafuta mume, anasema yani mimi nataka niolewe na mwanaume ambaye anampenda Mungu, lakini sio kivile, yani sio yule eti kabisa kanisani anaanza rabaka. Yani nataka yule mwanaume ambaye yani tunaenda naye kanisani tumevaa sare, yani halukiruki mle kanisani, na yeye mume anakuwa anacheza hivyo, yani anakuwa na mapozi na yeye. Hallelujah. Yani awe asiwe anampenda Mungu, lakini pia asiwe anapitiliza, yani anakuwa mdogo. Sio mambo eti kila siku mikesha. Yani anasali kidogo. Kuna siku moja tunaenda disco, siku nyingine tunaenda praise team kusikiliza concert. Kote wamo. Si ndio hali tulionayo? Yani mimi mambo ya chechi si yakatai, lakini fungu la 10, unajua mambo yana banana, unajua kuna mabanano, kuna ada pale na nini. Yani fungu la 10 pale, nitalipa mwezi ule ujao ule. Nitalipa ule mwezi ujao na riba. Ukifika ule mwezi ujao tena inatokea dharura. Yani ni kanisa ambalo lina mambo ya mwilini mengi sana. Bwana atusaidie sana. Kuna kwaya moja kule kwetu ambayo ilikuwa jirani na kwetu. Mheshimiwa, naanza kuongelea stili za watu. Haya. Kuna kwaya mazoezi tu, wakiwa wanafanya mazoezi. Walikuwa mazoezi yao yote wanafanyia nje. Wakiwa wanafanya mazoezi, lile eneo wanajaa watu, unaweza kufikiri kuna mkutano wa Injili. Ukiwakuta wanafanya mazoezi, panajaa. Lile eneo wanalofanya mazoezi panajaa. Wakianza kuimba utafikiri unaangalia video, kumbe unaangalia watu live hivi, watu wanavyojua kuimba. Unajua uimbaji na usukuma ni damu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yani ilikuwa wakianza tu mavyombo yakianza mkianza kupiga hivi, hai, unasema kwa kweli. Alitokea mwalimu wa kwaya, alilala
na wanakwaya wote wa kike walioolewa na wasioolewa wote alilala nao wote, kasoro wawili ndio waliokuwa na msimamo. Kwaya wawili tu katika kwaya nzima, na mbaya zaidi yule mwalimu. Kumbe sasa katika huo mzunguko virusi vikawa. Kwa hiyo virusi vilitembea kwaya yote kasoro wale wawili. Umeelewa? Na sio virusi vile vya sasa. Virusi vya sasa unajua vimenani? Mnavifahamu vile virusi vya zamani? Ile toleo lile ilikuwa ni hatari. Lile toleo vilipiga ile kwaya. Walianza kila wiki tulikuwa tunazika mmoja. Ilipigwa ile kwaya yote, ilizikwa yote. Walitungaga wimbo wa ukimwi mpaka alikuja waziri mkuu kuusikiliza, kwa sababu wanaimba wakiwa wamefagiwa. Wakianza kuimba hivi mnalia wote, maana ni kitu ambacho kimetokea. Hayo ndio mambo ya kanisa la Laodikia. Umeelewa? Unasikia gospel huku umepiga bia mbili kidogo. Umeelewa? Kanisa la Laodikia tuliwahi kwenda kumtembelea mshirika mmoja chumbani, ameweka lijambazi, lakini kanisani ni shemasi. Kamwambia yule jambazi wake yule anafanya uhuni naye, usikohoe, mchungaji amekuja. Jambazi. Sasa unakuwa unajiuliza, mimi ninachojiulizaga, maajabu ya kanisa la Laodikia, hawataki kabisa kuacha kanisa, hawataki kabisa eti waishi nje ya kanisa, hawataki. Wanataka wawepo chachi, lakini wakiwa wanajua kabisa hawana mpango na Yesu, ila kanisa hawataki kuliacha. Ndio maana anasema hawako baridi, kwa sababu hawataki kuondoka kanisani. Na ukitaka ugombane na watu wa Laodikia, mwambie ondoka kanisani, umfukuze kanisani. Ugomvi, vita kubwa. Wamenifukuza kanisani. Umeonewa. Kwa nini wamekutenga wewe? Umeonewa. Na anajua hajaonewa, na anajua kweli alikuwa anafanya upumbavu. Ni kanisa ambalo hawataki kuacha dhambi na wala hawataki kuacha kanisa. Hawataki kunyooka. Ndio maana nakwambia mtumishi wa Bwana Yesu, usiangalie jirani yako anachofanya. Jirani yako sio standard. Kanisa hili, ukikuta kama hivi, 90% ya watu tabia zao ndio hizo. Mimi sijui wewe. Itakuwa wewe ndio wale 10% eti. Lakini hili kanisa, ukiwaambia kuwa baridi jumla, basi hawataki. Kuwa moto basi kabisa moto, mikesha umo, mafungu ya 10 unalipa, unawaambia wengine habari za Yesu, unachangamkia. Pendo, kwa nini unataka kuwa? Kwa nini hutaki kuzama? Nisaidie muulize jirani yako, kwa nini hutaki kuzama? Kwa nini hutaki kuzama? Una tatizo gani na kuzama kwa Yesu? Una tatizo gani na kuzama? Una tatizo gani na kuzama? Una tatizo gani? Nisaidie jamani kunihubiria. Nisaidie jamani, unajua? Nisaidie tuhubiri wote. Una shida gani wewe na kuzama? Nisaidie kumwambia una shida gani wewe na kuzama. Wewe shida yako hasa, kwa nini hutaki kuzama? Kwa nini hutaki kuwa moto? Kwa nini? Kwa nini? Niambie jamani, hizo dhambi toka tulivyoanza kuzichapa mpaka leo tumenenepa. Umeongezeka, umekuwa mkubwa, umekuwa tofauti. Nini kilichoongezeka? Nini ambacho tumewazidi walionyoka? Hamna. Bwana aturehemu. Jamani, Bwana aturehemu. Sema Bwana nisaidie niwe moto. Sema tena, Bwana nisaidie niwe moto. Nakataa kusimama katikati katika jina la Yesu. Nakataa kusimama katikati katika jina la Yesu. Ninachagua upande wa Bwana.
jina la Yesu. Niwaambie jamani, haya madunia haya hayana mwisho. Sulemani alijaribu kuwa na wake, akachukua 700 kiwa ikati, akaongeza 300 kiwa ikati. Mwisho anaandika kwenye Mhubiri, anasema ni ubatili mtupu. Try all you want to try. Jaribisha hizo dhambi zote unazotaka kuzijaribisha. Nikwambie mwisho wa siku utaungana na Sulemani alichosema. Nimekuja kugundua ni ubatili mtupu. Tunatafuta hela usiku na mchana, tuambie zimetupa furaha? Wapendwa, ninyi ambao mmepata hela zaidi, vipi? Mmekuwa na furaha kuliko wengine? Wapendwa, hii dunia ni ya kuchokesha tu. Pumziko letu linatoka kwa Bwana. Anayetupa pumziko ni Jehova. Hakuna pumziko kwenye dunia, hakuna pumziko kwenye vitu, hakuna pumziko kwenye maisha haya. Hauwezi ukasikia pumziko wala ukasikia utoshelevu kwenye maisha haya. Huwezi. Sijui labda ninyi mmetosheka na dunia hii, lakini dunia kila siku ina kitu inakusababishia usiwe na furaha. You can't be happy. Yaani mtu kweli kwa dunia hii, kwa mambo ya dunia hii hutaki kulipa mafungu ya 10. Kwa nini? Kwa mambo gani hasa? Kwa hela zipi hasa? Hutaki mikesha. Kwa nini? Unalinda nini? TV. Unalinda wasibomoe. Unajua una wakati mimi najiulizaga hata pale nyumbani. Unajua hivi hapa sasa wakija kubomoa kitu gani cha maana? Labda mnisamee, labda mimi sina vitu vya maana jamani. Najiulizaga hivi sasa, hivi kitu gani hapa nyumbani wakija wakibomoa? Sasa nitashtuka. Nasema wameiba. Moyo wote utapotea kwa sababu ya ukiona vitu vya dunia hii vinakupoteza moyo. Vitu vya dunia hii, TV, redio. Hatuji mkesha tunalinda redio. Sijui. Mimi najaribu kuwakisia mnali. Kwa nini hamji? Ni katika tu ile kujaribisha kujua kwa nini hamtaki maombi. Ninyi watu wa Laodikia ninyi, kwa nini hampendi maombi? Ninyi watu wa Laodikia ninyi, watu wa Laodikia ninyi, kwa nini hampendi maombi? Hivi wapendwa, na nikwambia hili ndio kanisa ambalo litanyakuliwa. Hili ndio Yesu atalikuta hili kanisa. Hili ndio kanisa ambalo litalikuta. Kwa hiyo watu wataendelea, anasema kwa sababu ongezeko la maasi, upendo wa wengi utapoa. Upendo unaotajwa hapa ni upendo wa Kristo. Kinachopoza moyo wako ni maasi, ni mambo ya dunia hii, ni ushetani wa dunia hii unakufanya wewe usimpende Mungu kwa dhati. Hakuna kitu kingine, ni upendo wako umepoa. Sasa unaweza ukaelewa. Sasa niwaambieni hivi, theologians, watafiti, inasema hivi, Yesu anapokaribia kuja, utaona wahubiri wengi wa aina yetu, vijana wadogo ambao ulitegemea wawe wanawaza mambo mengine, wataanza kurudi kwenye msalaba. Hii ni moja ya ishara. Tunaanza kuacha kuongelea magari, tunaanza kuacha kuongelea vitu vya dunia, tunaanza kuongelea tu vitu vya Mungu. Kwa sababu mwishoni, kabla Yesu ajaja, kabla mwanakondoo ajaja kulinyakua kanisa, kutakuwa na revival. Unajua watu tunavyosema miaka 13 ya moto wa uamsho, kuna kitu kinaitwa last revival, uamsho wa mwisho. Ule uamsho wa mwisho lengo lake sio kwa ajili ya watu wapige vigelegele makanisani. Lengo lake jinsi bwana harusi anavyokaribia, watu wajitakase. Uamsho ni kwa ajili ya kuandaa watu kujitakasa, ili baada ya kujitakasa kipenga kule kinapita na wale ambao tayari waliitikia jumbe za utakaso. Wapendwa, kipenga kinakaribia kulia. Kipenga kinakaribia kulia. Na nikwambie utatokea uamsho, whether we like it or not. Vitu vitajitenga. Na kuna watu hapa kanisani, kuna watu kiu yao na Mungu itaendelea kuongezeka. Na Mungu atawatumia watu kwa namna ambayo haijawahi kuelezeka. Yeyote aliye tayari atakumbwa na upepo huo. Niwaambieni, saizi Mungu yuko kwenye program ya kuselect watu kwa ajili ya last revival. Kuna watu ambao shauku yao haitakuwa TV, shauku yao haitakuwa majumba, shauku yao haitakuwa magari. Yaani Mungu anainua watumishi hao, watumishi ambao shauku ya dunia hii imekata. Wanachowaza ni Jehova, wanachowaza ni Bwana, wanapenda mikesha, wanapenda ibada, wanampenda Bwana.
hicho. Maombi yangu ni kwamba anapoinua kizazi hicho, awainue na watu wa Mwanga Msufini wawe sehemu ya watu wanaompenda Bwana bila kuangalia vitu. Asiwa awainue, aniinue na mimi. Bwana asifiwe. Nisije nikawa nawatamkia tu ninyi mimi najiacha. Amna. Jamani, haleluya. Kwa sababu ndio wakati wa kuhubiri kwa kujishtukia. Paulo watu fulani alikuwa anahubiri. Anasema nisije nikawahubiria wengine nikawa mimi mtu wa kufanyaje? Wakataliwa. Maana yake unatakiwa hata hubiri huku unashtuka. Bwana asifiwe. Hudumu huko ukiwa unashtuka. Mimi niwaambie, na nimewaona, I have seen young people ambao walikuwa na maisha yanayotegemewa kutokea. Waliamua kuacha yote, walimwaga manyanga yote. Walienda kwa Bwana, wakaanza sifuri, wakaishi maisha ya dhiki. Walisema ni afadhali tupatikane na dhiki, tupatikane na mateso, tupatikane na magumu, lakini sisi tuwe watu wa Bwana, sisi tumtumikie Bwana, sisi tumuishie Bwana. Nimeona Bwana akianza kuinua kizazi hicho, kizazi ambacho vitu vya dunia hivi havitakuwa na nguvu kwenye mioyo yao, bali Bwana atakuwa na nguvu kuliko chochote katika maisha yao. Kabisa. Na ninapenda nikuhakikishie kabisa, huyu mchungaji wako aliyeko hapa mmoja wa watu ambaye vitu vya dunia havina nguvu kwake. Kabisa. Kabisa. Bwana asifiwe. Havina nguvu kwangu. Kama natafuta hela yoyote ile ni kwa ajili ya Injili. It's for the gospel. It's for the gospel. Ni kwa ajili ya Injili. Nishapona na Yesu anajua nishapona kwenye hela, nishapona, sina tatizo. Sina tatizo na hela. Sina tatizo. Umeelewa? Mimi hivi unaniona naongoza kanisa la TAG Mwanga Msufini, lakini mimi ni mtu nisiye na pesa kabisa. Unaweza usielewe. Nisiye na pesa kabisa. Vitu vya hii dunia havina nguvu kabisa kwenye moyo wangu. Havina nguvu. Magari hayana nguvu. Majumba hayana nguvu. Hayana nguvu kabisa kwenye moyo wangu. Hayana nguvu kabisa. Kabisa hayana nguvu. Hela mimi kwangu ni makaratasi kabisa. Ni makaratasi kabisa. Hayana nguvu kabisa. Kabisa. Katika nyakati hizi Mungu anachagua watu ambao sasa wataliamsha kanisa tena, watalirudisha upendo ule uliopotea kwa ajili ya kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo sasa unaokuja. Kwa sababu kwa hali hii wapendwa, hali hii tulionayo, Yesu akirudi kwa hali hii, kabla hatujaamshwa tena, hali hii tulionayo tunafahamu tulivyo. Ndio maana Yesu anatoa muda, anasema uvumilivu wake anatuvumilia ili tupate kutubu. Hali hii iliyopo inahitaji uamsho. Inahitaji watokee watu tena, waiwashe moto tena, wawashe moto tena, warejeshe upendo tena. Sababu hali yetu ya sasa ni mbaya. Yesu akirudi sasa, watu wanaoenda yani ni hatari, ni changamoto. Wewe ubaridi, hutaki wewe kuwa baridi. Kuacha kabisa church, hamna. Kanisa ni zuri, wala wewe sio moto. Heli ungekuwa nini? Heli ungefanyaje? Ungekuwa baridi au moto. Ndio ushauri wa Bwana. Yaani kama wewe mambo ya Mungu yanakukela, sichagua kuwa tu mpiganaji tu huko duniani. Chagua tu kufanya mambo ya duniani. Kama wewe unapenda mambo ya uganga, uchawi, si unachagua unaishia huko. Yaani wewe unavalisha watoto ilizi za nini? Kama unaona kwa Mungu akulipi, si amua tu huko, visha watoto wako ilizi kuanzia shingoni. Shingo, tumbo, miguu yote visha. Hamna mtu atakuuliza. Lakini kujifanya wewe ni hai, wewe ni mtu wa Mungu, mailizi kila kona, uchawi kila kona, vituko kila kona, uzinzi kila kona. Lakini wewe ni mtu wa Mungu, uko chechi. Yesu anasema chagua, ingekuwa heri uwe baridi au uwe moto. Mstari unaofuata.
Basi kwa sababu nini? Tusome. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Mungu anasema nitafanyaje? Nitakutapika. Kanisa letu, hali yetu hii, tunakuwa tunamletea kichefuchefu. Yaani Mungu anasikia kichefuchefu kuhusiana na sisi. Anasikia kichefuchefu. Anasikia nini? Kichefuchefu. Tunamchefua kwa sababu hataki kabisa kwenda duniani. Yaani tunataka tuwe na maboyfriend na tuwepo chechi. Tunataka tuwe nafanya uzinzi na pia kanisani tuwe tunafanya. Mstari unaofuata. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri. Kanisa hili la nyakati za mwisho ndio kanisa linaongoza kwa watu wenye viburi na wenye maneno makuu. Hili kanisa ambalo ukiangalia watu wanavyoishi, unamkuta mtume na nabii ana wake 7, anakwambia kila siku anaendaga mbinguni na kurudi. Ni kizazi hiki watu wanasema ya kwamba wao wanampigia Yesu simu, si ndivyo? Wana namba ya mbinguni wanapiga. Yaani ukiwasikia wanavyoongea, anasema watu wa Laodikia ambao ndio sisi, tunamwambiaje Bwana? Tunasema sisi ni nini? Tajiri. Nimejitajirisha wala sina nini? Sina haja ya kitu. Alafu Yesu yeye anaonaje? Nawe hujui ya kuwa wewe u mnyonge. Yaani wewe ukiwa unahisi wewe ni tajiri, jicho la Bwana aliye shahidi mwaminifu anasema hujui kwamba wewe ni mnyonge. Hujui. Wewe unapofikiri umetosheleka, wewe unapofikiri una utoshelevu, hujui kwamba wewe ni mnyonge. Wewe ni mnyonge. Akiwa anakuangalia wewe, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, anakuona wewe ni mnyonge sana, mnyonge sana. Lakini ulivyo na majivuno, wewe kila siku unaongea na Mungu. Yaani kuna watu yuko Dar es Salaam pale, kila siku anasema yaani yeye anaongea na wewe ni mnyonge na mwenye nini? Mwenye mashaka. Hakuna kizazi ambacho kina mashaka kuliko hiki. Hakuna kizazi chenye mashaka kuliko hiki. Lakini kizazi hiki tunajifanya tunajua kila kitu. Anasema wewe ni mwenye mashaka. Tuna mashaka ya ndoa, tuna mashaka ya watoto, tuna mashaka ya kazi, tuna mashaka ya maisha, tuna mashaka. Hivi mnajua mimi nimeshuhudia babu yangu hawakuwa na mashaka yote tuliokuwa nayo. Kazi iliyokuwa pale ni kulima mpunga, mnavuna, mnakula. Nusu mwaka mnalima mpunga, nusu mwaka mnakula bata. Na maisha mazuri kuliko hayo. Manake muda wa kilimo mnaanza mwezi wa 11, mwezi wa 6 mambo yote mmemaliza. Mnafanyaje? Ni kurelax na kuchunga ng'ombe, na kula bata. Mwezi wa 7 mnakula bata, mwezi wa 8 mnakula bata, mwezi wa 9 mnakula bata. Baadaye korosho zinazaliwa zenyewe na Mwenyezi Mungu, mnazipeleka mnauza. Basi hayo ndio yalikuwa maisha. Umeelewa? Ndio maana niliwaambia kwamba msiba wa mzee wangu mimi tulilia siku 40, maana watu walikuwa na vyakula. Kila mtu analeta chakula msibani. Yaani watu mnakula siku 40 zote, hamfanyi kazi yoyote, mmekaa mnalia kwa sababu mna vyakula. Lakini leo watu wanafanya kazi za maana, wamesomea ma PhD na wanafika tarehe 15 hawana hata 100. Uongo kweli? Hao wakina Mariamu hao unaona, yani wanafika hivi unawaona hivi wako wanaenda kazini hivi unaweza kuwatamani. Wana mashaka wakina Mariamu. Wana mashaka. Ukiwaangalia watu wa nyakati za Laodikia unaweza kufikiri watu wa maana. Wana mashaka. Hivi unajua kwenye dunia una mashaka, mtoto wako atatokea kuwa kitu gani? Atakuwa jambazi, atakuwa nani, atakuwa msagaji, atakuwa nini? Yaani mashaka. Hakuna kizazi kilicho na mashaka kuliko hiki.
Mashaka ya magonjwa. Kuna magonjwa mpaka majina mapya, si ndivyo? Unashangaa tu lidude limetokea. Mpaka kina Felix inabidi warudi kwenye vitabu asome tena. Hivi lidude hili, lidude madude. Hey. Wakati zamani tulikuwa tunaishi na mbu. Mbu ni ndugu yako kabisa, unampunga tu hivi unaendelea na usingizi. Na mnadunda, ngoma inadunda mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Sasa hivi tuna neti, mpaka za kuzunguka, mpaka za kujifunga zenyewe, mpaka za nini, na bado mtu unajigubika kwenye hayo madude yote, na bado malaria inakugonga umejifunika. Yaani watu wanajifunika mpaka wanavyoangalia TV wana neti. Wanaweka neti, jamani, mbu. Lakini mashaka, kizazi hiki kina mashaka. Mashaka. Ndivyo? Mashaka ya kuolewa, mashaka ya kuoa, mashaka ya kuzaa. Mkishaoana mnaanza mashaka mengine, si ndivyo? Mkishazaa watoto, mashaka mengine, hao watoto sijui watakuwaje. Mashaka. Nani ana mashaka hapa? Mna mashaka nyinyi hatari. Biblia hii ndio Laodikia hii. Lakini ukituangalia tunasema mimi ni tajiri, lakini tuna mashaka. Usijue ya kwamba wewe una mashaka, na wewe ni nini tena? Na maskini, na nini tena? Na kipofu. Kuna kizazi ambacho watu wanasema kila siku wanamuona Mungu, si ndio hiki? Wanasema wanaingia, wanadecipher kwenye spiritual realm, wanaingia kwenye ulimwengu wa roho. Bwana anawasemesha 24/7, si ndio hichi kizazi? Kuna kizazi kina manabii wengi kuliko hiki. Kuna kizazi kina manabii wengi, prophet. Tena wanasema sio, mimi ni senior prophet, alafu very senior prophet. You see papa, wewe una jicho papa. Ndio hiki kizazi. Lakini kwenye macho ya Mungu anasema hakuna kizazi kipofu kuliko kizazi hiki. Hakuna kizazi kipofu kuliko kizazi hiki. Hakuna kizazi kipofu, lakini watu wanajisifu kila siku wanatokewa na Bwana kwenye hichi kizazi. Kila siku wanasema wanaoneshwa. Kizazi hiki kina mashaka, kipofu. Mimi nawaambia hivi. Yale waliofundisha babu zetu, wale wachungaji wetu wa kwanza, wale walimpenda Bwana, yale ndio ya kweli yale. Narudia tena, usije ukafundishwa elimu mpya saizi. Hizi za saizi hizi ndio za watu ambao ni vipofu. Umeelewa? Wa kwanza hawakutufundisha mambo mengi, si ndivyo? Okoka, ukishaokoka ishi maisha manini? Matakatifu. Umeelewa? Ukishaisha maisha matakatifu waambie watu wengine habari za nani? Shuhudia. Si ndivyo? Toa nini? Mafungu yako ya 10. Baada ya hapo mtumikie. Imeisha. Zingine mbwembwe. Mwambie jirani yako zingine mbwembwe. Ukristo ni hivyo tu. Mkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ishi maisha matakatifu, acha kuchanganya. Mtumikie Bwana. Mtolee. Fanya yale basi. Leo utapigwa madoctrine, yani leo unasema kwa kweli kuna mtumishi ana revelation. Hamna ndugu yangu, revelation ni utakatifu. Acha uzinzi, acha uongo, acha ujambazi, acha hivi, acha masengenyo. Yani jamani, hakunaga mapya, ni hayo. Tuache hayo, tunaenda mbinguni. Tukiacha masengenyo, tukiacha hayo, tuache hayo, hamna mapya. Acheni kutafuta mafundisho mapya, hayapo. Nyinyi shikeni yale mafundisho ya mwanzo. Kwa nini mnataka mambo magumu? Maskini, kipofu na nini? Na uchi. Uchi ni ishara ya dhambi. Si ndio? Ishara ya maisha ya dhambi. Adamu anaulizwa uko wapi? Anasema nimejificha. Kwa nini umejificha? Anasemaje? Niko uchi. Kwa sababu kila aliyetakaswa, utakatifu ni kuvaa mavazi meupe. Ukiota ndoto umevaa mavazi meupe, ni dalili nzuri.
Ukiamka mshukuru Bwana. Ukiota ndoto uchi, kila kitu kiko nje hivi, yani ni kwamba yani hali yako wewe, Yesu akirudi wakati huo, wewe uendi mbinguni. Mstari unaofuata. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Anatoa shauri kwenye hili kanisa lenye majivuno. Wapendwa, hili kanisa lenye majivuno, Mungu aturehemu. Jamani, nasema Mungu aturehemu. Unajua hapa sitaki kusema Bwana Yesu asifiwe. Anasifiwa kwenye nini sasa? Ni mavurugu hayo. Unajua wewe kusema Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe kwenye mavurugu. Hapo tunasema tu Bwana afanyaje? Aturehemu. Daudi anasema dhambi yangu imbele yangu daima. Nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyofanyaje? Iliyosafishwa kwa moto. Ndio. Upate kuwa tajiri. Ndio. Na mavazi meupe. Mavazi meupe, nimeshakwambia mavazi meupe ni utakatifu. Upate kufanyaje? Upate kuvaa. Aibu ya uchi wako isionekane. Aibu ya uchi wako isifanyaje? Isionekane. Na dawa ya macho. Kumbe Mungu afurahi tu watu aibike, anapenda watu wavalishwe mavazi nini? Meupe. Na anasema kwake anapatikana tele. Jamani, Bwana aturehemu. Kanisa la Laodikia, hili ndio kanisa ambalo litanyakuliwa hili. Hili ndio kanisa ambalo Yesu litapigwa revival hapo ya sekunde kadhaa, alafu baadaye Yesu atakuja kulinyakua kanisa. Na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Ndio. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Wapendwa, kanisa la Bwana, ukiona mtu anakuambia umevaa vibaya, usimchukie. Ni kukupenda. Umeelewa? Mtu ukiwa umpendi unamwacha afanye anavyotaka kwa sababu humpendi. Ukiwa unampenda mtu unamuita, unamwambia mwanangu, hiki hakiko sawa, si ndivyo? Mwanangu, wewe ni mzinzi mwanangu. Usikasirike, wanoko. Hamna. Wote ni wapendao mimi na wafanyaji? Na wakemea na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukatubu. Uwe na bidii. Na kutubu, wapendwa, sio kulia machozi. Na ndio maana mimi sio muumini sana wa kutaka watu walie machozi. Umenielewa? Mimi ni muumini wa watu kugeuka. Unajua unaweza ukalia hapa. Naweza nikachemsha hapa hii maiki. Tukalia. Ule mchemko ukiisha, usharudi. Hii tunapigana dozi hivi mdogo mdogo, tunafanya maamuzi mdogo mdogo hivi. Kila mtu anasema kwa kweli, mimi ndio yule jambazi wa mafungo ya 10. Sijawahi kutoa hata siku moja. Nina sababu kila siku 700. Na mimi nikwambie, Yesu atakukuta ukiwa unatoa masababu. Wewe utaki kuja mkesha, Yesu atakukuta utoi sababu. Unatoa sababu tu, unatoa sababu. Hivi kwa nini usiamue tu kusema kwamba mimi naanza kurekebisha moja baada ya jingine, si ndivyo? Na mimi nakushauri, mimi kama mchungaji wako nakushauri, anza na moja. Umenielewa? Anza na moja. Anza kusema hili mimi nalimudu kabisa, ili kulirekebisha hili nalimudu, ili la kutokusoma neno la Mungu, ili nalimudu, ili naweza, ili la kutokuomba, ili la kutokufunga, ili la kupiga msoso wakati wa maombi ya siku 21. Nakuja hapa kanisani na mimi nina vibe na nimepiga msosi, nimeshushia na kapilipili, nimekunywa na Pepsi ya baridi, lakini niko na vibe shashasha. Tunajua mpendwa, tuko wote tumefunga, kumbe mpendwa amepiga miongo. Mwingine anaomba hapa anabeua. Mwambie Mungu, hii nitaivumilia, hii njaa tu hii. Jamani, Bwana asifiwe. Njaa tu hiyo, hautakufa hiyo. Haleluya. Hata kama umepiga hizi siku 2, basi kesho anza kufunga. Ukianza kesho maana yake umetubu. Amina. Sijui una ka boyfriend, una ka girlfriend, kamwandi. Hiyo si unaimudu, muandikie tu message. Bwana, mimi nimegundua hii, mimi namkosea Bwana, tuache.
Ndio toba. Toba hapo umelia machozi, baadaye unaenda kumwambia hani, vipi unaendeleaje? Wewe ndio ulikuwa unalia machozi wewe. Sasa hivi uko na hani tena, yule ulikuwa unatubia wewe. Hiyo ni toba. Huo si msisimko. Felix, yani watu wanaweza kulia, wanarudi. Umeelewa? Wewe fikiria mtu anaweza akaja hapa cheche na nyumbani amemwacha demu wake haramu. Na majua mademu, yani demu sio mke, ni kadada fulani umekatoa tu mapolini huko, umekaacha nyumbani, kana kupikia futari. Yani kanisa la Laodikia ni maajabu kabisa. Unakuwa na mtu hujakaoa kako nyumbani kule umekaacha, ngoja niende kanisani mara moja, anakupikia futari, unafuturu maombi ya leo, alafu baadaye mnaendelea kusambika. Ndio toba za nyakati za Laodikia. Ana mtu kanampikia futari. Sasa hivi kweli jamani? Eti mtu yuko kanisani amefunga kabisa, wakitangaza sala ya praise analia naume ambalo sio la kwake, ndio inamnunuliaga hizo nguo za praise. Na yuko cheche anakuja kuimba hapa mbele za Bwana kwa sala aliyopewa na mwanaume malaya wake huko. Huyo mtu ametubu. Huyo mtu ametubu, anamaanisha huyo. Huyo anaweza hata akilia hapa ana kitu chochote kina maana yoyote. Kutubu sio kulia, kutubu ni kugeuka. Kugeuka, ulikuwa unaenda huku, kutubu maana yake sasa ulikuwa unaenda huku, unageuka, unaanza kwenda huku. Ulikuwa na mtu nyumbani, ukiwa hapa kanisani unamwandikia message, unamwambia oya, funga mizigo yako na mtuma boda hapo aje kuchukue. Yani umetubu hapo, haleluya. Boda anaenda kumchukua fasta, unamkuta hayupo. Unasema asante Yesu, shetani ameondoka nyumbani kwangu kwa jina la Yesu. Haleluya. Kila mtu ana kitu ambacho hafanyi vizuri, na nikwambie kwenye nyakati tulizonazo usizoee kutokufanya vizuri. Umenielewa? Umenielewa takatifu Bwana Yesu? Usijizoeze, kwa sababu ukijizoeza kufanya ovyo ovyo, baadaye utakuwa sugu kwenye mambo ya dhambi. Utatengeneza usugu. Ukishatengeneza usugu, haijalishi utahubiriwa ujumbe gani, hautakuwa unafanya kitu chochote. Na usugu ndio unaotokea kabla ya wewe kufia kabisa mbali. Usugu. Bwana asifiwe. Wageni mmeacha wapi? Wameshakuja? Barikiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wapendwa, mimi nibadilike, wewe ufanyaje? Badilike. Kwenye haya mambo haya, mafundisho yote haya, wewe usijiepushe, usijitoe wewe ukasema mimi sina chochote cha kukitengeneza. Niwaambieni, kila mtu ana kitu cha kutengeneza. Umeelewa watakatifu wa Bwana Yesu? Mimi nina sehemu ya kutengeneza, wewe una sehemu ya kutengeneza. Tukubali na usijisikie vibaya kutengeneza. Usijisikie vibaya kugeuka. Usijisikie kwamba wewe ni mtu wa ajabu, hapana. Yesu anatuambia kwamba yeye anayempenda anamfanyaje? Anamrudi, anamkemea. Ni upendo. Ukiona Yesu anatusemesha mpaka tunakuwa hatuna amani sana, ni upendo wa Kristo anauonesha kwenye maisha yetu. Niwaambieni wapendwa, wachungaji wa sasa, ule upendo wa Kristo umepotea. Ndio maana unaona wachungaji sasa hizi hawataki kukemea dhambi. Wachungaji siku hizi hawataki kukemea maovu. Wachungaji siku hizi hawataki kutenga watu, kwa sababu hawataki kumkwaza yoyote, wanachotaka tu wale mpunga. Hamna. Sisi tutaendelea kutenga na kujitenga na kutenga na kujitenga na kutenga na kujitenga. Umenielewa? Na tukikutenga sio chuki, ni kupenda. Bwana tusaidie sana. Na mimi nikimtenga mtu nakuwa karibu naye. Umenielewa? Wengine nafanya nao program, wengine naenda nao kabisa auti, tunafanya Bible study, kwa sababu sija kuchukia, ila nimechukia yale matendo, sio wewe. Umenielewa? Mungu humpenda mwenye dhambi, lakini huichukia dhambi.
na anapoachilia adhabu ni kwa ajili ya kumfanya yule mtu aichukie ile dhambi inayoendelea kwenye moyo wake, lakini ampende Mungu na amfurahie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Pende Bwana kijana wangu, sawa? Hamna mambo ya ngono, sawa? Shetani achana nao. Amen. Sinawezekana. Inawezekana. Na mimi nikwambie, kila itwapo leo ninakusii, chukua hatua moja ya zaidi ya ulipo. Umenielewa? Yaani iko hivi, ukitaka kuwa kila siku unakuwa bora, yaani jiulize, hivi naweza nikachukua hatua gani zaidi kanisogeza karibu na Mungu? Leo niko karibu na Mungu, lakini nafikiri kuna hatua kamoja nikikasogea hivi naweza nikamkaribia zaidi. Kila siku ukiwa unajiambia nachukua hatua zaidi, nachukua hatua zaidi, ndivyo unavyoendelea kupona na kupona na kupona na kupona na kupona. Hatua moja kwa wakati, hatua moja kwa wakati. Rekebisha. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na akubariki. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na akubariki. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na akubariki. Tunakushukuru Mungu. Asante kwa kuwa umetukumbusha hali zetu. Umetukumbusha hali zetu. Na umetukumbusha sio kwa sababu wewe Mungu unapenda kutuhukumu, lakini kwa sababu unatupenda. Unataka sisi tuwe sehemu ya harusi ya mwana kondoo. Unataka sisi tuwe sehemu ya watu watakaonyakuliwa. Unataka sisi tuwe sehemu ya watu utakaporudi utatukuta tuko tayari. Utakuta taa zetu zina mafuta. Mjalie kila mmoja aliyesikia ujumbe huu kuchukua hatua zaidi ya kupenda wewe, kuchukua hatua zaidi ya kuishia wewe, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaomba Bwana tupe hatua kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Amsha nia zetu katika jina la Yesu. Tunalibariki jina lako na kulitukuza. Amen. Kesho tutaanza kuongea kanisa limenyakuliwa, kindumbwendumbwe kinachokuwepo huku. Kindumbwendumbwe tutaanza kukiongelea kesho, kindumbwendumbwe kinachobaki hapa duniani. Chukua sadaka yako tumtolee Bwana Yesu.